namna operation ya Israeli dhidi ya Wapalestina. Kama unakumbuka wa South Africa ndo walipeleka kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ na ICC kuituhumu Israeli kwamba inavunja utaratibu na haki za kimataifa dhidi ya Wapalestina. Na wao wamekuwa wakisema hivyo kwa sababu wamekuwa wakikumbuka historia yao ya apartheid policy. Sawa, ile ambayo ilianzishwa mwaka 1978 dhidi ya kuwabagua Waafrika kutoka kwa wazungu. Kwa hiyo Afrika Kusini imekuwa wakiendesha kesi kali sana na kupressurize jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba hawa Wayahudi wanadhibitiwa zidi vitendo vyao ya zidi ya Palestina. Sasa wa Marekani na wa Palestina na Waisraeli wana ndoa ya kudumu kwa muda mrefu. Sasa vile vile kutazama ukiacha tukio hilo, kuna Elon Musk kwa mfano, tajiri ambaye ana asili ya Afrika Kusini na Marekani. Na aliwaambia Trump, bwana, kule wenzetu wazungu wanabaguliwa. Kwa wiki mbili zilizopita our Africans, wazungu wenye asili ya Afrika Kusini walikuwa kundi la watu 49 warowezi. Wakapanda ndege Afrika Kusini wakaenda wapi? Marekani, kama kuomba hifadhi. Sasa hicho kitendo wa Trump kilimkera sana. Ndio maana moja ya speech ambayo alitoa Ramaphosa akasema kwamba we Trump usituingilie. Cha kwanza, Trump alikata misaada ya kiuchumi, lakini vile alivunja uhusiano wa kidiplomasia. Mwanadiplomasia wa Afrika Kusini ambaye Marekani alirudishwa katika nchi ya Marekani. Kwa wamekuwa hawaelewani. Lakini vile hawa South Africa wapo katika umoja wa kimkakati wa BRICS. Sawa, ambao kuna Urusi, kuna China, kuna India, kuna South Africa. Na kuna mataifa ambayo sasa hivi yameingia, kwa mfano ya Iran, kwa mfano UAE, Saudi Arabia. Sasa kuna utofauti mkubwa sana wakimtazama. Lakini vile ukitazama ni kwamba South Africa mwaka huu watahosti G20, nchi tajiri zaidi zenye uchumi mkubwa duniani. Marekani anatakiwa aweze kuhudhuria. Mwaka jana ulifanyika Brazil, mwaka huu unafanyika hapa Afrika Kusini, katika nchi ya Afrika Kusini. Sasa Trump alivomkaribisha bwana Ramaphosa katika speech yake kabla hajakutana na Rais Trump, alikuwa anajua kwamba tunataka kuzungumza masuala ya biashara, ya kiuchumi, sawa, uhusiano wa kidiplomasia. Lakini bwana Ramaphosa alipofika Ikulu akaambia sikiliza, akamwekea video kwamba baadhi ya wanasiasa wako, kwa mfano kina Julius Malema, na Julius Malema ni kiongozi ambaye anatajwa na msimamo mkali zaidi dhidi ya wale warowezi. Na wenyewe wanasema kwamba hii nchi ni ya kwetu, hao walikuja wametukuta, waondoko tuachie nchi yetu. Sasa kumbuka kuna nchi ya South Africa, hawa of course walikuja kama warowezi miaka ile karne ya 16, lakini kumbuka pale wamezaliwa pale, wamekulia pale, ni sehemu ya nchi yao. Lakini ile kundi kubwa la wazungu limekuwa likimiliki karibia 75% ya uchumi wa South Africa. Ndio maana kumekuwa kuna yale, kwa mfano masuala ya xenophobia kule South Africa yamekuwa kitokea. Waafrika kupinga baadhi ya mataifa au nchi nyingine kumiliki shughuli za kiuchumi. Sasa hivi yale ambayo anaonyesha Trump dhidi ya Ramaphosa ni kama kutuma ujumbe. Na nafikiri sasa hivi umekuwa ni utaratibu wa Trump kwamba ukienda kumtembelea, sawa, anakuwekea kwa kwanza anakubomoa mbele ya waandishi wa habari, tafutia shida zake. Anakubomoa mbele ya waandishi wa habari. Kama alivyomfanyia Zelensky, umekuja hujapendeza au hujavaa suti, unakuja kwenye ikulu kama hii kubwa hujavaa suti na mbomoa. Na yule Ramaphosa naye akutegemea, alikuwa anajua kwamba sasa South Africa na Marekani tunashirikiana. Lakini vile vile kwa Marekani vile vile kwa South Africa naye ni South Africa, unajua katika Afrika nchi ambazo zina uchumi mkubwa ni Nigeria na South Africa. Kuna Afrika nchi ambazo zipo katika G20. G20 ni kundi la nchi 20 matajiri zaidi duniani, ipo South Africa peke yake. Kwa hiyo kiuchumi South Africa ni muhimu. Sasa vile vile Trump anatuma ujumbe kwamba sisi tunasema anaita wale, unajua Trump ana zile sera za uafidhina za kupenda ile wanasema white superiority. Yani rangi ya nyeupe iweze kuwa juu zaidi. Na ndio maana walikuwa wanapinga sana kwa nini sisi tuongozwe na Kamala katika nchi ya Marekani kwa uchaguzi mwaka jana. Kwa sasa amekuwa akiwatetea au warowezi wa South Africa, amekuwa akiwatetea Wayahudi, akitetea race ya watu weusi. Sasa namna ambavyo serikali ya South Africa inavyoongoza hawa inavyowatetea wa Afrika ambao warowezi imekuwa ni sofa mkubwa zaidi. Na ukiangalia kwa mfano hata kuna serikali ya South Africa kuna ile GNU, tunaita Government of National Union, kwa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa imekuwa sasa ikiungwa vyama hivyo vitatu. Kwa kwamba ANC
Democratic Alliance, chama cha Walowezi, lakini chama cha Inkatha Freedom Party. Sawa, ndio vyama hivi vitatu. Kwa hiyo kuna muunganiko wa serikali South Africa, ina serikali ya Walowezi, ina wabunge wa Walowezi na wabunge wa NNC. Sawa. Sasa hii kumbomoa mbele waandishi wa habari ni kutuma ujumbe kwamba sisi sera zako South Africa hatukubaliani dhidi ya matendo yenu. Kwa vile ni kuonyesha namna gani hao wazungu kule South Africa wamekuwa na nguvu zaidi kuliko East Plot nyingine. Sawa, tutakuja kuendelea kuzungumza mengi yaliyojiri kwenye taarifa mbalimbali kwenye Wino Mzito tutakaporejea 12 kamili. Ndio hiyo hapo. Huyo ni Godfrey Mchungu, nipo na Samson Charles pia kuelekea 3 kamili za asubuhi. Maoni yako tuandikie kupitia 0683 802966. Tupo live pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Unaweza kwenda kule, lakini pia mitandao mingine yote ya kijamii tunapatikana. Andika maoni yako huko. Inaitwa Exaudi Mteta, rejea. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Hii ni East Africa Radio. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. 101.4 East Africa Radio, Singida. Together tunawakilisha. We got the DJs. You're listening to McKay. DJ McKay. Allah. DJ McKay. Wicked. DJ McKay. You're listening to DJ McKay. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. Africa Radio. All hits. 93.5 East Africa Radio. East Africa Radio. Moshi. Players only. Come on. Together tunawakilisha. Hey yo, my best all the way from Nairobi is Bensoul aka Papa Soul aka Suda. Kapteni hapa Sholo Mwamba Geuchuma Nondo Tiliwaya. Bando is all the way from Shy Town. Majaliwa Tundu Beli Arere hapa hivi Arusha tunasikiliza East Africa Radio. Mmenipata hapo. Mnaona nje hiyo. East Africa Radio. Together tunawakilisha. We got the DJs. You're listening to McKay. DJ McKay. Allah. DJ McKay. Wicked. DJ McKay. You're listening to DJ McKay. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. Now that moon, we come back in stress to enjoy muda huu. My darling, what is it that they told you? Telling me how they be fooling you like on you. Telling me how they be fooling you like on you. My darling. East Africa Radio. All hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Wino Nzito. Ni dhahiri kuwa Gambo anazidiwa sana. Mfano hoja ya ubadhilifu iliyopelekwa bungeni kutohudhuria vikao vya madiwani na kadhalika ikibidi akubali yaishi. Anaitwa Mwalimu Omar Kaloleni kutoka Kaloleni Moshi kule. Ametuandikia kupitia 0683802966. Anampongeza huyo jamaa wa kilimo cha parachichi kule Njombe. Vijana tunaojitafuta tukaze buti, aendelee kutoa ajira kwa vijana. Anaitwa Peter Kisinga aka Mnyalu, nipo Arusha pale. Ametuandikia ujumbe wake. Na wafuatilia vizuri hapo mjengoni nikiwa Bukoba. Naitwa Ashirati, kazi njema ametutakia. Lakini pia Yuda Yona wa Magweagana Mtavira, ila leo nipo Chungu Singida. Anasema namshukuru Mungu kuniamsha mzima nami nimeanza nanyi. Mungu awabariki kwa taarifa mbalimbali.
ametuandikia pia ujumbe wake. Pamoja sana Lusingo Msambo Morogoro pale pia anatusikiliza. Ndio ndugu zangu muda wa wino mzito. Nimeona pia kuna mtu anauliza jamani, Chauma vipi? Sikiliza, ndo muda wake taarifa kama magazeti yamesheheni. Wewe wala usio na wasiwasi, ndo muda wake. Chauma ndo habari mjini. Anasema Chauma vipi? Hajazisikia habari za Chauma. Haya bwana, karibu kwenye wino mzito. Yaliyoandikwa kwenye magazeti ni mengi, sisi tunatazama yale machache ambayo yamepewa uzito kwenye magazeti ili tuweze kwenda nayo bana. Ndio sasa bana. Kutako Nipashe mbele kabisa. Wino ni mzito na ni mweusi. Chauma mkoa kwa mkoa kukijenga chama, kutumia usafiri wa nchi kavu, chopa kuyafikia maeneo yote. Wanachama wapya wazidi kumiminika, yanadi ubwabwa kwa wote. Sasa wakati Nipashe ikituambia bwana Chauma inatumia helikopta, Mwananchi unasema nyuma ya Chauma yafanya mkutano wa kifalme na wajumbe walipwa posho, nauli wafurika ukumbini, wajumbe wameokota. Kigaila Mrema wamtaja anayewapa jeuri ya fedha. Hapo sema wajumbe waokota. Wajumbe waokota. Wameokota. Na unaambiwa na ubobo uliliwa ndugu yangu. Na ubobo ukaliwa. Chauma kurusha chopa siku 16. Hashim Rungu ya tamba. Hiyo bana, huu mzigo unapatikana ukurasa wa ngapi? Wa kwanza kabisa. Tama magazeti karibia yote. Chauma imekula helikopta blaza. Huyo hapa Salimu Mwalimu, kama kwa mtu ambaye kusikia kuhusu namna gani chopa inakwenda kuruka. Tumelimaliza hili. Ndio bana. Lakini kuna jengine linakuja. Ndio. Kuna lipi? Lingine. Kuna jengine lina nini? Sisi tumewaambia ngoma haichezwi kwenye mitandao. Inachezwa wapi? Inachezwa field, inachezwa uwanjani. Hatutoicheza ngoma hii huku juu, tutaicheza huko chini. Na kwa mantiki hiyo, naomba niwatangazie rasmi ya kwamba kuanzia tarehe 30 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi katika jiji la Mwanza tutazindua operesheni kubwa inayoitwa C4C tusonge mbele. C4C tusonge mbele. Tutakwenda mikoa yote ndani ya siku 16. Ndani ya siku? Sasa simshajua maana yake. Mikoa yote ndani ya siku 16 maana yake ni nini? Maana yake ni? Maana yake ni toka juu. Maana yake nini? Tunakwenda kuzindua operation ya chopa ya siku 16 usiku na mchana, kwenda kupeleka neno la matumaini kwa Tanzania, kuambia msihofu, sauti zenu bado wapo tulio tayari kuzibeba kwa gharama yoyote. 16 anasema mikoa yote, kwa hiyo unajua watafikaji chopa. Yes, kwanza C4C ni tuseme ni remix ya M4C. Nani? Hiyo ni remix baba, watu mengestu kupiga mambo. Bibi jana nilikuwa natazama na nilijaribu kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Salim Mwalimu. Nilijaribu kutazama yote kwanza ili niweze kujiridhisha. Yes. Kwanza tathmini yangu naiona ni kwamba Chauma inakuja na maono mapya baada ya kupata viongozi wapya wenye uzoefu zaidi. Siku 3 tu tushaona maono yao. Naomba usikize kitu taratibu. Chauma sasa hivi ukitazama, ukisikiliza hotuba ya Salim Mwalimu, inakuonyesha kabisa kwamba Chauma inakuja na maono mapya, mikakati mipya na mkakati wa kuja kukibrand chama mbele ya macho ya Watanzania. Jana kwa mara ya kwanza nimejaribu unajua chama cha Chauma ukiwa ukosikiliza makada wake kabla ya hao ambao wameingia juzi, ulikuwa unasikia tu sera za ubwabwa. Sawa, sera za ubwabwa za wali. Tulikuwa tusikii zile harakati au mitazamo, falsafa na itikadi kuhusu maeneo mengine, kwa mfano ya kiuchumi, ujenzi wa chama, kwa mfano ya marketing ya chama. Kwa hiyo kwa kuingia kwa viongozi wapya ambao na uzoefu mkubwa zaidi kule Chadema, inakupa taswira kwamba Chauma imepata watu ambao wamecheza kwenye siasa, kwenye mikakati kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo
inakueleza namna gani kama katibu mkuu, kwa sababu katibu mkuu ndio mtendaji mkuu wa chama, inaonyesha kwamba anakuja kutoa taswira ya maono mapya ndani ya Chauma kuendeleza mapambano ambayo walikuwa wanapigania kwenye chama ambacho kimsingi walichotoka. Ndio maana ukisikiza kauli yao ya mwisho au slogan yao ya mwisho wanasema kwamba mapambano yanaendelea. Kwamba kule tulipoishia. Lakini inakuonyesha vile vile yani maono mapya kwa sababu ya mikakati ambayo ilikuwa inatumika Chadema, hasa vile vile inakuja kuapply katika Chauma. Wewe unakumbuka kwa mfano Operation Sangara, kwa mfano Ziwa Victoria, M4C kwa mfano, sasa hivi inakuja hiyo Operation C4C. Kwa mikakati ambayo ilikuwa inafanyika kwenye Chadema inakuja kufanyika kwenye Chauma. Na kwa nini kwenye vyama ni unapopata viongozi kwenye taasisi, hususan kwenye vyama vya siasa, kwa nini inakuwa ni faida yako wewe kama kiongozi? Cha kwanza inakuja kukupa uzoefu mpya. Ukitazama Chauma jana, mimi binafsi tangia nimefuatilia siasa, sijawahi kuona Chauma ambayo ina mtazamo huu ambao una hali mpya zaidi kama Chauma ambayo nimeitazama jana. Namna ambavyo viongozi wanajaribu ku-impact maono na hamasa kwa wananchi, hata kwa wanachama. Sasa ukisikiliza maoni ya watu mengi, sawa kwamba sasa watu ni watu ambao kulu walishindwa, itakuwaje? Blaza Mtei, Tanzania tuko milioni 60. Siasa ni mchezo wa dynamic, mchezo wa kubadilika. Hawa Chauma wanakuja kutafuta uungwaji mkono wa watu milioni 60 na watu ambao wamejiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo namna gani kama vyama vinavyokuja kuchanga karata zake dhidi ya hawa wananchi? Lakini hoja ya pili ni kwamba changamoto ya Chauma sasa hivi, Chauma ni kweli ni chama kichanga, kimeanzishwa mwaka 2013. Sawa? Kwa hiyo kazi vile vile wakina Salimu na kina Kigaila ni kujenga mtandao wa chama, kujenga makada wa chama, kuhakikisha kwamba hii imani na falsafa na itikadi ya Chauma inasambaa katika nchi nzima ili waweze kuiamini. Kwa hiyo wameingia kwenye Chauma, of course mimi binafsi nawapongeza kwa hiyo hamasa yao mpya kama viongozi wapya, lakini vile vile wana kazi kubwa ya kufanya kujenga taasisi. Kwa sababu mnapochagua viongozi kwenye chama cha siasa, maana ni kwamba wale viongozi watakuwa waweze kutafsiri yale maono. Kwa wanakuja kwenye awamu ya pili kujenga makada, kujenga taasisi, kuhakikisha kwamba vipaumbele vya chama vinafikiwa mbele ya macho ya Watanzania. Kwa hiyo kwa umri wa chama miaka 13 wa mwaka 2013 kimeanzishwa, kumbuka wanapishana mwaka mmoja tangia wapewe usajili na chama cha ACT Wazalendo. Sawa? Kwa ni kwamba wanawajibu vile vile kama chama au kama viongozi kutafsiri hayo maono, kutafsiri hizo harakati. Lakini kwa Mheshimiwa Hashim Rungwe nafikiri kwa kuanzia amepata watu ambao wana uzoefu na wana mikakati zaidi kwenye chama cha Chauma. Kwa hiyo nimependa hiyo marketing strategy yao, mkakati wao wa kukiuza chama mbele ya macho ya Tanzania. Lakini vile nimependa hiyo hamasa ya viongozi wapya ambao wameitoa jana. Huu ni mwaka wa uchaguzi mchungu, na ukimsikiliza makamu mwenyekiti wa chama hicho Devota Minja, tofauti na walikotoka, yeye mkakati wa Chauma miongoni mwa mikakati walionayo ni kushiriki vilivyo kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Msikilize hapa. Kipekee kabisa naomba niwakaribishe wanawake wote kujiunga na jeshi hili la ukombozi ambalo limeweka wazi kuwa litakuwa tayari kulinda na kuheshimu haki za wanawake na watoto wetu. Twendeni tushiriki uchaguzi huru, tukapigania mabadiliko ambayo tunaamini tutayapata tukiwa ndani ya uwanja huu. Na kama hatuwezi kushinda vita tukiwa nje ya ulingo, na hatuwezi kuchukua kombe kama tumeondoa timu uwanjani. Twendeni katika uwanja kwa ajili ya mapambano. Haya mapambano wanazungumza Devota Minja, mapambano ambayo wanakwenda uwanjani wakiwa wana kiti kimoja tu cha huko chini, yani kule serikali za mitaa Mbeya kule Mbeya. Inawezekana kuwa na backup, yani mimi nazungumzia uchaguzi huu mkuu waga unafanyika, matokeo yake huwa yanaonekana kwenye uchaguzi serikali za mitaa. Unapopanga safu yako wakati serikali za mitaa ndio unavyojua. Hata mbunge unapambana kwanza kuhakikisha kwamba unapata viti pale mtaani ili uwe na backup nzuri ya kampeni. Kwa maana kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa ndio unatoa tafsiri uchaguzi mkuu. Sasa Chauma hakipo kule. Serikali za mitaa hakipo. Of course. Sasa wanataraji kupata wabunge kwa miujiza.
Mwananchi wameuliza nani yupo nyuma ya Chauma, kwa sababu usipige tu hesabu za kwamba Chauma wanakwenda kwenye ground kwenda kufanya mapambano, lakini piga hesabu ambazo watu walijiuliza wakati ACT inaingia miaka 10 plus iliyopita. ACT imeanza ikaweka wagombea ubunge majimbo yote Tanzania. Yani hata Chauma haikuweka hivyo. Chauma ilikutwa na ACT. Sawa? Hata vyama vingine havijaweka. Maswali yakawa mengi. Nilimwona dadangu Janet Rite akisema kuna watu ambao sisi tulivamia ACT mkao mnatuuliza maswali, mkao mnatupiga madongo. Haya. Wengine nimeona mmetoka mmeenda. Sasa unazungumza na Chauma ambayo nadhani ni kutoka kwenye uchumi wa chini kwenda kwenye uchumi wa juu. Yani Exaudi alikuwa anaishi Goba. Exaudi Mtei. Sasa anaishi kwenye apartment Masaki. Ghafla binivu. Yani Chauma leo inatumia helikopta. Hao ndo maswala unazungumza. Unazungumza Chauma leo mwanachama anafika pale, malengo ambayo alikuwa wanayaota. Mwanachama anafika anapata posho kama vyama vingine vikubwa ambavyo wenyewe wana taratibu, ni utaratibu wa kawaida kwamba unatoka mkoani unakuja unafika mkutano unapewa nauli yako, posho yako, unarudi. Chauma mikutano yake tumezoea na mzee Hashim Rungu anafanyia hapo makumbusho hapo kwa nyuma kwenye ofisi zake. Kuna viti fulani pa viko pale vya plastiki au masokoni lakini nazungumzia mikutano ya ndani ambapo wao wanahudhuria kama mwanahabari kufanya makumbusho pale. Sasa unazungumza leo wanakaa katika eneo kama Mlimani City au Bunge Plaza au jana wamefanya Bunge Plaza. Tumezoea ya mambo kwa na CCM Chadema ACT of course. Lakini ni ghafla binivu. Kwa hiyo kuna hayo maswali yanakupa namna hiyo, lakini pia watu watakwenda kupima kwa jicho la pili. Chauma anakwenda kumhubiria nani? Of course kutatokea propaganda za umati utakayojitokeza. Je, ni umati utakao kwenda kwa ajili ya Chauma? Kwa sababu Chauma vile vile, kumbuka mzee Hashim Rungu ni kati ya watu ambao huwa wanaleta ushindani. Yeye kama yeye ni brand. Kuna wakati alikatazwa kupeleka ubwabwa. Uchaguzi wa 2020 nadhani. Alikatazwa kupeleka ubwabwa kwa mkutano wa kampeni. Hata mwaka huu naona nilikuwa nazungumza na Mkwata Kukuru Temeke akaniambia miongoni mwa mikutano wanaofanya na vyama vya siasa miongoni mwa mtu anayeng'aka kweli ni Hashim Rungu, kwa sababu aliambiwa hiyo unaopeleka hiyo ni rushwa, takrima kushawishi watu huku na kuambia watu nichagueni huku unawapa ubwabwa, unawashawishi kwa rushwa. Kwa hiyo jambo ambalo mimi natarajia litatokea Chauma. Cha kwanza sasa wajiandae kupokea mishale ambayo wengine walipokea. ACT walipokea mishale aina hii kuitwa CCMB na kadhalika. Wajiandae sasa kujidefend wao kama wao, na ukijaribu kuangalia aina ya watu walioenda Chauma na aina ya sera iliyopo Chauma, naona kabisa wakitafuta mwelekeo kubadilisha sera. Mtu kama Salumu Mwalimu kuzungumzia masuala ya ubwabwa, Kigaila kwa kupiga issue za ubwabwa kwenye nani. Japokuwa ile sera mchungu inavyozungumzwa tunaizungumza kama utani, lakini ukimsikiliza Hashim mwenyewe akifafanua ni zaidi ya watu kukaa kula ubwabwa. Anazungumza kuhusu taifa ambalo watu hawapati chakula. Anazungumza kuhusu mambo ya lishe ambayo ni hoja za msingi kwamba shuleni ili mwanafunzi tuanze kwanza kumlaumu kwamba amefeli, tujiulize kwanza alikula. Kwamba ndani yake kuna mfumuko wa bei. Kuna mfumuko wa bei. Ili mtaani kijana achape kazi tumuone anajituma, tujiulize kwanza chakula anapata. Ndio hana azungumza Hashim. Samna amezungumza vizuri sana. Ni kwamba kwanza unajua hizi slogan za vyama zinavyotengenezwa huwa zinatengenezwa katika mkakati wa kujaribu kuvutia macho ya umma. Sawa Kwa hiyo kwa mfano hiyo sera ya ubwabwa ya Mheshimiwa Hashim Rungu ilikuja kama kuvutia hiyo publicity ya umma. Na of course imeungwa mkono sana. Ukisikia ubwabwa unasikia cha umma. Kwa hiyo kuna strategies ya mkakati wa kukiuza chama na sera na slogan amefanikiwa. Sasa nimesema mwanzo, wanapoingia viongozi wapya ambao wana uzoefu tofauti kwa walipotoka, maana ni kwamba watakuja kuleta uzoefu mwingine. Na ndio maana una mikakati kutumia chopa,
kutumia boti, si ndio, kufanya operation. Maana ni kwamba sasa chama kinatoka pale kilipo na kuingia kwenye stage nyingine kubwa zaidi. Kwa sababu wanaposema kwa mfano kwamba, na swala la msingi lile la kujiuliza ni kwamba je, Chauma ni mshindani wa kweli kwenye uchaguzi wa mwaka huu hapa? Mimi binafsi nitakwambia Chauma sio mshindani, kwa sababu Chauma sasa hivi labda kuweza kujenga taasisi ambayo itaweza kuhimili mikiki na kukubalika kwa macho Tanzania ni kitu ambacho hakitahitaji miaka 5. Wote tunajua kwamba kujenga taasisi ni kazi kubwa zaidi. Kama Chauma watapata mgombea ambao ni popularity, sawa, yani mgombea ambaye ana uzito wa mizani wa kisiasa wa kitaifa, Chauma inaweza kama mshindani. Unasema Chauma sio mshindani wakati kauli kama hii inatoka kwenye mkutano. Tunajuana vizuri sana. Nani ana uwezo wa kukaa miezi 3 bila kulalamika akijenga chama? Nani ana uwezo wa kuiacha familia yake miezi 6 kwenda kujenga chama? Nani ana uwezo wa kuhakikisha kwamba chama kinajengwa? Tunajuana na tumo humu, tunajuana. Uongo ndugu zangu? Uongo? Wanachauma wenzangu, uongo? Kwamba tumo watu magoigoi humu, hakuna wapiganaji humu? Kimsingi Salum Mwalimu anasema ndani ya mwezi mmoja watahakikisha Chauma inaimbwa kila eneo mpaka kwenye kata. Manake wamejipanga kushindana. Nakuelewa. Unaposaini maadili ya uchaguzi, maana ni kwamba umejipanga kushindana. Bila kwanza. Lakini ushindani wa kule uchaguzi huwa unajengwa na vitu vingi. Kushindana kitu kimoja, lakini unaishindana naye mazingira ya kisiasa, mtazamo wa kinchi, mtazamo wa wanasiasa, na ni tofauti. Factors za kushindana kwenye uchaguzi zinajengwa na chama, lakini kuna mazingira ya kisiasa ambayo yanabadilika kila wakati, ambao unatakiwa uyaface kama chama. Nimesema hivi, viongozi wapya wa Chauma wamekuja na hamasa mpya na mikakati mpya ndani ya Chauma ambao tukizoea. Kwa hiyo faida ambayo naipata Chauma ni faida ya kupata uzoefu mpya ambao hawa viongozi mpya wamekuja nao kutoka katika chama kingine kikubwa cha upinzani. Kwa hiyo sasa kama viongozi wapya wana wajibu wa msingi wa kutengeneza mtandao, kwa sababu hizo operation ambazo kimsingi zitaanza zina lengo la kukiuza chama mbele ya macho ya umma. Lakini vile ina lengo la kufufua matumaini mapya kwa wale wa Tanzania ambao wanatamani kushiriki uchaguzi. Sasa swala msingi la kujiuliza ni kwamba kuelekea uchaguzi mkuu, je, Chauma itakuwa mshindani wa kweli? Kwa sababu Mtei, hata ACT Wazalendo ukiangalia historia, baada ya kafu kutofutana kule Maalim Seif na Profesa Lipumba, ni kweli ACT Wazalendo ilikuwa ni mshindani sawa wa CCM, lakini hata ukiangalia kura, utofauti wa kura haikuwa kama kafu. Maana ni kwamba ACT Wazalendo ilikuwa ni chama kipya na chama kichanga mbele ya CCM. Kwa sasa ningesema hivi, kama Chauma itapata mgombea ambaye ana misuli ya kiushawishi wa kuwa kiongozi wa kitaifa, wakamsimamisha kama mgombea wao, tafsiri ni kwamba Watanzania wengi na watu wengi watataka kufuatilia sera zao, na hiyo sera yao ubobo ambao kimsingi ishaklik kwenye macho ya Watanzania. Kwa watapata faida hiyo ya kufuatilia. Lakini kuniambia kwamba mshindani wa kweli sasa hivi ni mwezi wa 6. Si ndio? Tuna miezi mingapi? 4. Uchaguzi ni maandalizi. Sawa? Na mwanzo wa uchaguzi mmoja ndo mwelekeo wa kuanzisha mapambano ya uchaguzi mwingine. Sawa? Kushinda uchaguzi haushindi ndani ya miezi 4. Unahitaji mkakati wa muda mrefu. Kwa Chauma ukiangalia sasa hivi inajengwa, inaweza kawa ni mshindani labda uchaguzi wa mwaka 2030, kwa sababu malengo sio lazima uyatimize sasa hivi. Malengo sio kutimiza mwaka 2040, mwaka 2030. ANC ilianzishwa mwaka 1912, imejua kutimiza malengo yake mwaka 1991. Kwa hiyo malengo ni mchakato. Haya bwana, unajua baadaye atakuja pa Devota Minja, atakuwepo hapa saa 1:30. Tutakuwa na Devota Minja hapa. Kaimu makamu mwenyekiti wa chama cha Chauma. Sawa bana. Mambo lazima waanze kukariri vyao vipya hivi. Sasa tulegee kidogo. Ndio. Nipashe kurasa 15. Jeshi la polisi mkoani Dodoma linawashikilia watu 4 kwa tuhuma za kumiliki bunduki bila kuwa na kibali. Hivi nyinyi bado mna majirani wanaomiliki bastola?
hiyo zamani sisi bana. Bunduki sie kuiona. Na unaona kutoka kule TV. Hivi live umeleki hivi jawai. Kushika hapana. Una mpango? Sasa mbona? Sasa mbona kama mbona tuanze kukuogopa. Mimi kwa sasa hivi na hizi za kuchaji. Tuanze kukuogopa. Lakini unajua pia sijawahi kusikia ni katika masuala ya ulinzi na usalama sijawahi kusikia kipaumbele cha Tanzania milikini bunduki jamani. Ile ni rahisi. Ile unashauriwa ukishapata mali, utashauriwa tu na watu wenye mali wenzako. Sensitive sana. Tajiri mwenzetu sasa jilinde. Sasa wewe utashauriwa kwa hali uliyofikia. Hii psycho yako sasa nataka kushauri kumiliki bunduki. Kama nakushauri kwa mhalifu. Hii exactly naikubali. Utashauriwa na matajiri wenzako. Sababu mimi nakumbuka mimi kuna watu ukikanao wanakushauri ununue panga. Utasikia tu yani hapa Dar es Salaam lazima uwe na kisu fulani. Jambia. Lazima uwe na kapanga fulani uvunguni ndio stories zetu. Kwa ukishafika level fulani utaanza kushauriwa, sikiliza, kuwa na silaha. Yani kinachotokea mchungu. Kuna ubaguzi katika kila eneo hapa duniani. Kuna ubaguzi katika zone, katika ukanda, kimakazi, kimaeneo. Yaani unajua takataka zinazotupwa Tandika na Manzese na takataka zinazotupwa Oysterbay na Masaki ni vitu tofauti. Lakini hizo takataka baba. Takataka hapo Oysterbay hapo unaweza kukuta kuna paja kidogo labda la kuku wakati ule mtoto anakula, babake akampa kidogo akakata na sausage nini akafunga kwenye nailoni kaweka kwenye dustbin. Za huko pengine. Sasa takataka za Manzese pale ni Pampers ambayo mtoto kaachia vitu, mama anachocha shimo kaona bana isiwe tabu katia mule kaenda kutupa pale. Yani katika uzani wa maeneo mbalimbali ndio hiyo nilimwambia. Hata watu ukikaa na watu wa Masaki ndio kama hivyo bwana sasa zaidi una wakati kumiliki basi. Kwa level yako hiyo miliki bastola. Sasa wewe mchungu vile utakaa, sisi tunakushauri tusikiza, wewe napanga tu fulani pale uvunguni. Au utasikia Dar es Salaam siku hizi kuna watu wanauza manati fulani. Manati. Kisha unakuwa nacho. Au kwa usalama wako huko na huko unapokaa huko hama. Au unasikia huko hama huko. Ndio story zake. Huko sisioni huko hama huko. Of course yani ni katika kila eneo kuna. Of course nakuelewa. Yani unajua Exaudi ifuatilia hata kwenye misiba. Unajua kuna misiba na kuna eneo la vilio. Misiba iliyoko ukanda. Kwanza Masaki pale ukiwa unaingia Masaki kuna kibao kimeandikwa kama mmesha notice kimeandikwa bwana, sasa unaingia Masaki ni marufuku kupiga honi, marufuku kama kuna wale wanatanua exhaust za boda. Hata mwendo wako kama unanisha chombo cha usafiri usiwe mkali. Kuna namna yani kuna ubaguzi fulani hivi hapo na sheria ni taratibu. Mimi naitwa ubaguzi kwa sababu sasa misiba inayotokea pale, kwa mfano msiba kama Masaki pale au wapi, kwanza nje kuna picha kubwa hivi ya marehemu. Wakati unaingia kuna nini, kuna kikapeti fulani, unafika tu umekula na nini uso umekaa. Sasa misiba inayotokea kule ukilia unaitwa daktari. Wanaangalia uko sawa kweli? Au anaumwa yani kule mayoe ya nini msiba mna yoe ndio daktari. Kule mna ni kuswala kuuliza tu vipi bana. Sasa kuna misiba nini swala taratibu yani protocol bana pale bana umekula leo hizo. Misiba inayotokea hapa tunazungumzia marehemu mambo yake mazuri ni story zake kuhusu maisha yake ni hapa na alikuwa na project kusema ametuachia mali mambo kusema sio nilimuona jana tu yani leo kashaondoka. Tuko naye. Sasa msiba unaotokea Temeke mwisho pale mtaa wa Likwati pale. Kwanza wanapita vijana kama 4 hivi wana picha ya marehemu iliyochakaa. Alafu kuna daftari fulani hivi. Hiyo daftari lina michango kuanzia shilingi 500 kushuka chini. Siku hizo anasema hadi ugonjwa. Yaani jamani. Yaani mwenzetu aliumwa sana. Yaani kufanya uone huruma utoe hela yani. Umeona ubaguzi ulipo? Na mpaka vyeti vya hospitali. Mpaka vyeti anatembea mpaka na x-rays zile kuonyesha picha zile. Mwenzetu tumbo ulikuwa umetoka nje. Unaona kabisa hapo. Tumsaidie apumzishwe. Mbona ubaguzi ulivyo? Wakikanda yani. Lakini kama ni level ya maisha tu. Ni level hizo. Ndio level sasa. Ndio kwenye maisha pambana ili uvuke tu. Ni level ya maisha. Uvuke tu level. Yani uondoke kwenye level hiyo. Yani hiyo level uiache. Haiwezi kukuacha. Wewe ndio uiache hiyo level uende. Kwa sababu maisha yapo tu hivyo. Yapo hivyo. Na ndio maana sasa wakikaa sasa hawa watu wa hizi level nilizozitaja bwana bastola yako umerenew lini leseni? Anachukua kitambaa na kutafuta pale.
hawashangani. Hawashangani utaratibu wa kawaida. Yani unajua kwa sababu kwa mfano ukitumia bastola lazima ukatoe report polisi, unajua. Sasa hiyo bwana jamani nimetumia bastola risasi jana risasi hii hapa. Na kuna kipindi jeshi la polisi ilikuwa lina hakiki. Lina hakiki of course nakumbuka kipindi. Sasa huku kwetu bwana ukiacha marafiki zetu wa Masai kutembea na bastola zao za jadi. Sisi ndio hivyo tunashauriana. Bwana usipolala na panga huu mtaa utoboi. Jiandae. Jipange sana. Unaliweka pembeni ya kichwa kabisa pale ili tu ukisikia ngwengo unatoka yani. Yuko wapi? Ndio silaha yako kubwa. Kwa of course wewe cha kufanya angalia unaishi wapi. Alafu itakujengea. Yes. Hiyo nani nzima. Na ukiona level fulani ambayo unatakiwa kuihama, pambana uihame, yani hiyo level haiwezi kukuacha. Wewe unabidi uiache hiyo level uende level. Yani exaudi unajua hata restaurant hizi zinaumbua sana watu. Ndio maana mimi watu wananionaga mjinga nikifika kwenye mgahawa nauliza bei. Jamani samani. Hapa soda shilingi ngapi? Mimi na maana yangu. So nimepata uchungu sana kuongea hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mwangu niliingia afya sikuuliza bei. Ikakatika na dakika 2. Ukanya soda 20,000. Wala tutarudi hapa kwa ajili ya Lenzi. Mimi naitwa Exaudi Mtego. Godfrey Mchungu yuko hapa, Samson Charles pia yupo mpaka 3 kamili za asubuhi. Lenzi inafuata muda mchache ujao. Wino nzito. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. 97.7 East Africa Radio. Tanga. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka boda. 88.1 Dar es Salaam. 99.0 Kampala anytime they keep it locked. 94.9 Nairobi. Yani kila kitu napata hapa.